Aisha, kuna kitu ambacho UN wameweza kukiona kwa mgogoro wa vita ambao unaendelea kati ya kundi la waasi M23 pamoja na taifa la Kongo. Ukija kuangalia, hii sio kwa mara ya kwanza kwa UN kuweza kutoa tamko kuhusiana na mashambulizi dhidi ya Kongo, mashambulizi dhidi ya watu wa taifa la Kongo. Ukija kuangalia ni kwamba UN kwa mara ya kwanza ambaye ni katibu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, yeye aliweza kuzungumza akasema kwamba kitu ambacho kinachoendelea katika taifa la Kongo, inabidi taifa la Rwanda pamoja na taifa la Kongo wakae chini kuweza kuzungumza ili mashambulizi kwa upande wa mashariki mwa Kongo yaweze kuacha. Lakini ukija kuangalia ni kwamba mashambulizi bado yaliendelea licha ya kwamba hata katibu wa Umoja huo wa Mataifa kuweza kuzungumza Antonio Guterres, hii haikuweza kufanya waasi wa M23 kuacha kufanya mashambulizi katika upande wa mashariki mwa Kongo. Lakini hata hivyo napo ukija kuangalia tayari wanazidi kusonga mbele siku hadi siku. Ndio maana umeona hata Umoja wa Mataifa wameweza kuingilia kati kwa safari hii, wakisema kwamba kundi la M23 linatishia sasa kuchukua maeneo mengine zaidi. Ukija kuangalia tayari wanadhibiti miji mitatu mikubwa kwa pale mashariki mwa Kongo. Nazungumzia mji wa Goma, mji wa Bukavu pamoja na mji wa Walikale. Ni miji ambayo sasa hivi tayari kundi la waasi la M23 wameweza kudhibiti. Lakini hata hivyo ukija kuangalia hata mazungumzo ambayo yamekuwa yakiweza kufanyika, mimi naona kwa mtazamo wangu hao mazungumzo hayajaweza kuzaa matunda yote yale. Na mpaka ambaye tunasema yeye alisimama katikati kwa kama mtu ambaye sasa ni mtetezi kati ya taifa la Kongo na pamoja na Rwanda, tunasemea ambao wanakuwa wanaweza kufanya upatanishi. Sasa mpatanishi nazungumza taifa la Angola kuweza kujiondoa na kusema inabidi sasa hii nafasi yangu mataifa mengine na yenyewe sasa yaje yaweze kuchukua hii nafasi. Kwa nini labda Angola ameweza kujiondoa katika mgogoro huu wa vita ambao unaendelea? Ameona ni kwamba kila mmoja anavuta kwake. Kongo anavuta kwake, Rwanda anavuta kwake. Hata kundi la M23 na wenyewe wanavuta kwake. Yaani kwamba hakuna ambaye anakubali kufanya mazungumzo yaishe ili tu ya kwamba amani iweze kupatikana katika taifa la Kongo. Tukumbuke tu ni kwamba katika ambao hawa marais wa Kongo, namzungumzia rais wa Kongo Felix Tshisekedi pamoja na rais wa Rwanda Paul Kagame, walikuwa na mazungumzo ambapo mazungumzo yao walikuwa ni kuweza kuondoa mgogoro wa vita ambao unaendelea kati ya Kongo pamoja na kundi la M23. Lakini mazungumzo ambayo Aisha hayaweza kuzaa matunda yoyote yale. Tukaona baada ya mazungumzo yale mashambulizi yakawa yanaendelea, lakini hata ukija kuona mashambulizi yanaendelea, lakini hata upande wa kikanda nazungumzia Afrika Mashariki pamoja na SADC pamoja na Umoja wa Afrika wanajitahidi sana kuhakikisha kwamba huu mgogoro wa vita ambao unaendelea uende kuisha. Lakini hata hivyo kuna ripoti ambapo Umoja wa Mataifa waliweza kuitoa wakisema takriban watu 1000 wa taifa la Kongo wanahama makazi yao. Watu wanahamia sasa katika mataifa mengine, ili tu kwamba katika taifa lao huku tayari kuna hali mbaya ya kiuchumi, kuna hali mbaya kwa masuala mbalimbali ya afya, masuala mbalimbali ya chakula. Imekuwa ni changamoto katika taifa la Kongo na kufanya sasa takriban watu 1000 kuweza kuhama makazi yao. Lakini hata hivyo ripoti hiyo ikaweza kuishia hapo tu. Imeweza kuzungumzia sambamba na takriban watu milioni 27 wa taifa la Kongo, ambapo katika taifa la Kongo kuna tatizo la njaa sasa hivi Aisha. Na kwamba ukiachana tatizo la njaa, lakini hata katika masuala mazima ya utafutaji ili kwamba watu waweze kujipatia kipato Aisha, imekuwa ni changamoto katika taifa la Kongo. Kwa hiyo inaonekana ni jinsi gani ambavyo kundi hili la M23 wanazidi kusonga mbele. Wanapozidi kusonga mbele na hali inakuwa ni ngumu sana mashariki mwa Kongo. Na ndio maana unaona kwamba kuna baadhi ya mataifa ambapo wenyewe kasema sisi tupo tayari kuwapokea, ikiwemo ni taifa la Burundi ambapo wenyewe wamesema kwamba kuweza kuwapo tayari kuweza kuwapokea raia wa Kongo ambao wataweza kuhamia katika taifa hilo la Burundi. Lakini taifa Angola na yeye licha tu ya kwamba ameweza kujiondoa kwa mpatanishi kati ya Kongo pamoja na Rwanda pamoja na M23, lakini na yeye ameweza kusema amefungua milango wazi kuweza kuwapokea wananchi wa Kongo katika taifa lake la Angola. Kuna vitu vingi sana vya kuweza kujiuliza, kwa sababu ukija kuangalia wakati ya mapigano haya Aisha yalivyokuwa yanaanza, tulikuwa tunasema kwamba haya mapigano yataisha, watazungumza, lakini siku zinapozidi kwenda mapigano yanazidi kuongezeka, siku zinapozidi kwenda maafa yanazidi kuongezeka mashariki mwa Kongo, siku zinapozidi kwenda M23 wanazidi kujichukulia maeneo makubwa zaidi katika upande wa Kongo.
Na kuna kipindi ambapo tukumbuke wiki ambayo imeweza kuisha ambapo rais wa Kongo Felix Tshisekedi ambapo akasema yeye yupo tayari kukaribisha makampuni ya Marekani kuja kuchimba madini katika ardhi ya Kongo, ili mradi tu huu mgogoro wa vita ambao unaendelea kati ya M23 na taifa la Kongo uweze kuisha. Lakini hata hivyo unaweza kujiuliza mpaka rais wa Kongo anaruhusu sasa baadhi ya makampuni ya Marekani waweze kuingia katika taifa hilo la Kongo ili kuweza kuchukua madini katika nchi hiyo ili kuweza kuondoa mgogoro huu wa vita ambao unaendelea. Vipi kuhusiana na Umoja wa Afrika? Wamefikia wapi? Vipi kuhusiana na umoja huu ambao wa Afrika Mashariki? Wameishia wapi? Vipi kuhusiana na SADC na wenyewe? Wameishia wapi? Tunazungumzia watu, kuna kipindi watu walikuwa nasema isije ikafika mahali huu mgogoro wa vita ambao unaendelea kati ya kundi la M23 pamoja na Kongo na Rwanda kihusishwa humo ndani, sije baadaye ikaja baadaye ikawa ni migogoro ya kikanda. Tunazungumzia Afrika Mashariki, tunazungumzia na SADC. Na ukija kuangalia kati ya Afrika Mashariki na SADC kuna baadhi ya mataifa yapo Afrika Mashariki na yapo SADC. Ikiwemo na Tanzania pia. Tu upande wa Afrika Mashariki tupo. Upande wa SADC tupo. Tumesimama katikati. Ndio maana unaona hata katika kipindi cha mwezi wa kwanza Aisha, ambapo kwa hapa Tanzania kulikuwa na mkutano ambao ulikuwa ni mkutano ambao ulikuwa unakaribisha viongozi wa Afrika Mashariki na viongozi wa SADC ili kwa pamoja sasa kukaa kuweza kuzungumza huu mgogoro wa vita ambao unaendelea mashariki mwa Kongo unamalizika vipi. Na ukija kuangalia ni mkutano ambao ulifanyika siku mbili, kwa tarehe 27 na tarehe 28 kwa mwezi wa kwanza. Lakini hata hivyo hawakuishia tu hapo. Kuna mkutano mkubwa ambao ulikuwa unafanyika katika nchi ya Ethiopia kwa pale Addis Ababa. Na ukiangalia huu mkutano ulikuwa ni mkubwa kwa sababu ulikuwa ni mkutano ambao ulikuwa unakutanisha nchi za Afrika, Umoja wa Afrika. Sasa kwa pamoja waliweza kukaa na kuweza kujadili sasa huu mgogoro huu ambao unaendelea kati la kundi la M23 pamoja na taifa la Kongo pamoja na Rwanda ambaye anahusishwa humo ndani, huu mgogoro utaisha vipi? Lakini tunaona baada ya ule mkutano kuweza kutamatika pale, wakachaguliwa baadhi ya viongozi wa kuweza kufanya mahusiano kati ya kundi la M23 pamoja na taifa la Kongo pamoja na Rwanda ili kuweza kukaa kwa pamoja sasa kuondoa mgogoro huu wa vita. Lakini mpaka sasa hivi na wenyewe hao viongozi Aisha na hisi jasho linawatoka kwa sababu huyu kaweka ngumu, huyu kaweka ngumu na yule kaweka ngumu. Na ukija kuangalia hata vikwazo ambapo taifa la Rwanda wanawekewa ni vikwazo ambavyo vinafanya kwamba Rwanda alegeze kamba yake. Lakini hii imekuwa ni tofauti kwa rais wa Rwanda Paul Kagame, ambapo yeye amekuwa ni tofauti. Uingereza wameweza kumwekea vikwazo, lakini akasema sawa, Uingereza wameweza kunyekea vikwazo, lakini sisi tutazidi kusonga mbele. Lakini ukiachana na Uingereza pekee kumwekea vikwazo, hata Ubelgiji na wenyewe wameweka vikwazo katika taifa la Rwanda. Lakini hii haijafanya kwa rais wa Rwanda Paul Kagame kusema kutokana na hivi vikwazo labda ambavyo tumeweza kuwekewa na baadhi ya mataifa basi kuweza kurudi nyuma. Hapana, tunaona kwamba rais wa Rwanda Paul Kagame na yeye ameenda kushikilia pale pale, kama mnaweka vikwazo lekeni vikwazo. Na ukija kuangalia ni kwamba taifa la Uingereza pamoja na Ubelgiji wanashirikiana na taifa la Rwanda katika masuala mbalimbali, nazungumzia masuala ya afya, masuala ya elimu, masuala ya kijeshi vile vile wanashirikiana. Lakini hii haikumfanya Paul Kagame kusema eti kwa kweli mnanyekea mimi vikwazo basi ngoja mimi nilegeze kamba. Hapana, amekaza pale pale. Lakini hii vile vile tukumbuke kuna kipindi ambapo Aisha ilikuwa ni mwaka jana 2024 na ilikuwa ni mwezi wa 10 katika mkutano mkuu ambao uliweza kufanyika pale Marekani. Ulikuwa ni mkutano ambao umekutanisha viongozi wakubwa wa dunia katika ule mkutano. Na ulikuwa mkutano naweza nikasema Aisha ni wa ana kwa ana, yani piga nikupige. Na simama kwamba mimi ni taifa fulani inanishambulia hivi na hivi, na pale unaweza kupatiwa ufafanuzi mbalimbali. Lakini baada ya kusimama rais wa Kongo Felix Tshisekedi kuweza kuzungumza kuhusiana na mgogoro sasa huu wa vita ambao unaendelea kati la kundi la M23 pamoja na Kongo, lakini akiweza kuhusisha na Rwanda ndani yake. Akisema kwamba taifa la Rwanda linaunga mkono kikundi cha M23. Hii ilikuwa kwamba kwa mara ya kwanza alipokuwa anazungumza watu tulikuwa tunakisia, yani hatuna ule umoja, kwa tuna ile kusema moja kwa moja labda ni kweli anaunga mkono, lakini alikaanza kuzungumza. Baada ya kuzungumza rais wa Rwanda alipopata nafasi kusimama alikataa. Akasema mimi siungi mkono kundi la M23. Aliweza kukataa. Japokuwa madai ya mara kwanza alikuwa ni hayo. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo ambavyo tukaanza kuona kwamba Rwanda kweli anaunga mkono kikundi cha M23. Kwa unakuja kuona huu ni mgogoro ambao ni mkubwa zaidi mpaka Umoja wa Mataifa wanaingilia.
Na mpaka sasa hivi kwa kikundi cha M23 waisha kuweza tu kushika miji mitatu mikubwa kwa pale mashariki mwa Kongo, kinazidi kusonga mbele zaidi. Na hii nimekuwa ndio tishio kubwa kwa rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Mtazamaji, ni saa 2:57. Tuna la ziada mpaka kufikia hapa Morning Victory siku hii ya leo. Tumekujuza mengi katika upande wa kitaifa, kurasa za mbele za magazeti na nje ya mipaka ya Tanzania. Nilikuwa na Aisha Mdewa, mimi ni Georgina Mwatatu. Endelea kutazama Rabi TV, kisima cha maarifa, na kabati la michezo ndio ambao wanafuata.